inakuletea mwangaza wa dini yako. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ashkuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mkarimu mwingi wa rehema, yeye ambaye tunamwabudu, tunamuhimidi, tunamtegemea, na kwake Mola wetu tuajilinda na maovu ya nafsi zetu na matendo yetu. Aliongozwa naye, hakuna yeyote awezaye kumpotosha, na yeyote aliyoamua kukiuka kunako sheria yake Mola naye akamwacha katika upotovu wake, hakuna yeyote anayeweza kumuongoza. Imani itakumsaidia Muislamu ni pale utaishi ukafikia kufa ukiamini ya kwamba hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki na kweli isipokuwa Mungu mmoja, na Muhammadin sallallahu ni mja wake na ni mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, ninakuhusieni bila kusahau nafsi yangu, kila mmoja amche Mwenyezi Mungu kwa kumcha na asiyatekeleze isipokuwa yale yanamridhisha Allah. Na tunaendelea pale tulipokuwa tumefikia, ili tusome na darasa letu moja fupi, alafu tupeane nafasi ya maswali kwa sababu ndio tuliahidiana hivyo jana. Na kama sikusahau, jana tulikuwa tunamalizia kwenye kipengele ya kwamba idha hadharta li salati al-isha wa 'inda al-iqama tadhakarta annaka lam tusalli adh-dhuhra famadha taf'al. Tulikuwa tumetoa mifano, tunasema pindi mtu umekuja msikitini kwa nia na lengo la kusali sala la isha, na pindi ulipofika msikitini wanakim sala, wakati unasogea kwenye safa ukakumbuka kama haukusali sala ya dhuhuri au pengine ulisali bila udhu, utafanya aje? Nadhani tulieleza kwa kirefu. Tukawa tumefikia kwenye kipengele hiki ya kwamba wa idha ji'ta wajadtahum yusalluna al-isha al-akhir lakinnahum fi rak'ati thaniya, pindi ambapo utakapokuja msikitini kwenye sala la isha ukaingia, lakini kabla kuingia kwenye sala ukakumbuka kama hujasali dhuhuri, ukatia nia kwamba acha niingie ni sali nyuma ya imam, lakini lengo langu na nia yangu ni kulipa kwanza sala ya adhuhuri. Kwa bahati nzuri ukawakuta wako kwenye rakaa ya pili, ukamkuta imamu yuko kwenye rakaa ya pili ya laishai. Sheikh anasema naqul udkhul mahum biniyati adh-dhuhr, watakapokuwa kwenye rakaa ya pili hakuna matatizo, ingia usali nao pamoja. Kwa lugha nyingine utaelewa, kwa sababu sala ya dhuhuri na rakaa 4 na la isha na rakaa 4 wamesha sali mbili, ni kwamba panabakia rakaa 2. Utasali na imam rakaa hizo 2 kwa nia ya jamaa, alafu akitoa salamu utasimama uweze kulipa zile rakaa 2 zilizokuwa zimebakia. Hiyo tulimalizia hivyo, na hilo bila shaka halina shaka. Wa hadha fihi ishkalu inda ba'd. Kuna kauli ambayo tulikuwa tumefikia jana, tukasema kwamba inapokuwa imefikia sasa wewe umekuja msikitini, lakini sala yenyewe unataka kulipa ndani ya sala ya imam ni sala ya magharibi, unataka kulipa sala ya magharibi sio ya dhuhuri, alafu umeingia msikitini ukamkuta imam yuko kwenye rakaa ya pili. Tunaposema yuko kwenye rakaa ya pili, ni kwamba wewe ukiingia ukaidiriki ile rakaa ya pili, kwako inakuwa ni rakaa ya kwanza. Na vile imam ni rakaa ya pili, ni kwamba imamu ataweka maamuma wote kwenye tahiyatu ndogo, si ndio hivyo? Kwa hiyo ukitumia akili ya binadamu, wewe ambaye unalipa magharibi, ni kwamba utakuwa umekaa tahiyatu kwenye rakaa yako ya ngapi? Ya kwanza, ambayo imamu na wale wanaosala ila isha ni rakaa ya pili. Imamu atakapopanda na maamuma wenzako na wewe ukiwemo, sasa
imamu akapanda kwenye raka ya 3, wewe ulioingia unalipa magharibi kwako inakuwa ni raka ya ngapi? Ya pili, ambayo kwa mujibu wa sala ulitakiwa wewe ukae tahiyatu ndogo kwenye raka ya ngapi? Ya pili, lakini haiwezekani jua uwezi kumkhalifu imamu. Kwa hiyo unajikutana raka yako ya pili ambayo ni ya 3 kwa imamu, haukukata tahiyatu, umepanda naye. Alafu raka ya 4 ya imamu ambayo wewe kwako ni ya 3, umejikuta umekaa naye pamoja, kisha mnasoma tahiyatu ndogo na kubwa, yani kwa kumaliza sala. Linakuja swali, je, hii sala yangu mimi ni sala magharibi nyuma ya imamu kwa huyu usulubu ambao nimejikuta raka yangu ya kwanza ndo nimetoa tahiyatu, yangu ya pili sikutoa, hii sala vipi? Tulisema hivyo Sheikh anasema hakuna tatizo hata hili, na huyo ndio ukweli. Hakuna tatizo, sala yako ni sahihi, isipokuwa baadhi ya watu kama anavyosema wa hadha fi ishkali inda al-ba'd, kuna baadhi ya watu ambao ndo wanajichanganya kwa hoja hiyo ambayo wanasema kwamba wewe uone kama ulitoa tahiyatu ndogo kwenye raka yako ya kwanza, alafu kwenye raka yako ya pili ambayo ndio kisheria ulitakiwa ukae tahiyatu ndogo ukukaa, hiyo sala unaiona, yani watu wanaingiza akili zao. Lakini Sheikh akasema kwamba hakuna tatizo, na akatoa mifano aliyoitoa ni mifano ambayo inaingia akilini pale aliposema kwamba unapokuja msikitini ukusali sala yote ile, ukamkuta imamu mathalan umekuja kusali sala ya magharibi, hii tumesali. Inawezekana miongoni mwetu kuna mtu ameingia msikitini kusali na yeye magharibi, lakini baada ya kuingia akajikutana amefika imamu yuko raka ya mwisho, yani ya 3 ile ya mwisho, tena sio ya mwisho juu, ya mwisho labda kule kwenye tahiyatu, yani unamkuta imamu amekaa tahiyatu kubwa. Sheria aliyotufunza mtume wetu Muhammad sallallahu, mtume ametufunza pale mnapomkuta imamu fikieni hapo hapo. Kwenye hadithi sahihi mtume anasema idha ataitumus salat fa'tuha bisakinatin wa waqarin fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu. Mtume Muhammad sallallahu anasema mtakapokuja kusali njoweni taratibu, tena kwa upole upole. Maana kuna watu wanatabia anapoingia pale alafu imamu yuko kwenye rukuu, kuna mtu anaongeza speed, na kuna wengine anaona kuongeza speed haitoshi, anajaribu kupiga shindo miguu huko, umeangalia karabira imamu ati erikandi ndiraho nyene. Na kuna wengine anaona kwamba labda na inapiga chini ya sikii, unamsikia salamu alaykum, na anajua vizuri kama imamu hawezi kuitika, lakini ile salamu alaykum lugha nyingine gumaho nyene muga, ndio tafsiri yake. Ingawa kidini haijuzu unapoingia msikitini kutoa salamu kwa sauti, ukitoa itoe kwa sauti ya chini sana, kwa sababu malengo sio kusalimia Waislamu, malengo ni kusalimia malaika ambao wako msikitini, ndio maana yuko kwa chini sana. Sasa umeingia, mtume anasema faatuha bisakinatin wa waqari, njoeni taratibu tena polepole. Anasema mtume fama adraktum fasallu, pale penye mtamdiriki imam, kama ni raka ya pili, kama ni ya 3, salini hizo zenye mmekutana. Wama fatakum, zilizokupiteni faatimu, imamu akishatoa salamu zikamilisheni. Nadhani naeleweka. Sasa umeingia sala magharibi unamkuta imamu yuko kwenye tahiyatu kubwa. Sheikh anasema kawaida, na wewe unakuja unaikaa Allahu akbar, baada ya hapo unateremka kwenye tahiyatu. Na ukishakaa pale, kama ni mtu unakaa kwenye madarasa, unafunga unatoa tahiyatu na wewe bila tatizo, na kwako ile wakati mwingine sio hata raka ya kwanza, kwa sababu tayari sala imeisha, jua ukudiriki hata raka moja. Kwa sababu Sheikh anasema hakuna tatizo. Kwa hata kwa ile magharibi, hata kama vitaenda kidogo tofauti, maadama idadi ya raka inakuwa imeenea, hilo lisiwi ni tatizo kwenu. Nadhani hapo ndio tulikuwa tumefikia jana. Kisha tunamalizia hapa, unapokuja kusali sala la ishai alafu umeingia wanakimu sala, wewe hujasali magharibi lakini wanakimu sala uko msikitini, ukaona acha niingie kusali na imam lakini mimi nasali magharibi. Allah akawa amekujalia takbiratul ihram ya imam ya kufunga sala,
imamu akafunga sala na wewe uko ndani ya safu na wewe uko umefunga sala, bila shaka utajikuta unakwenda na imamu sambamba kuanzia rakaa ya kwanza mpaka kwenye rakaa ngapi? Ya tatu, kwa sababu sala magharibi ina rakaa ngapi? Tatu. Atakapofikia rakaa ya tatu uko kwenye sijida, utasubiri saa tawainua kupanda rakaa ya 4. Usimtangulii, sio kimtangulia unakuwa umeharibisha sana. Kwa hiyo atakapoinuka ya kupanda rakaa ya 4, sheria inasema utainuka ubakie kwenye rakaa ya tatu. Pale kwenye rakaa ya tatu dini imekupa khiari. Dini imekupa nini? Khiari. Ukitaka utatoa tahiyatu mpaka mwisho, fil alamina innaka hamidun majid. Ukitaka utafika unatoa salamu kwa sababu sala yako imekwisha, kisha umwai imam kama unaweza ile rakaa ya mwisho kwa kufunga sala kwa nia ya ishai, ili uwe umepata pia jamaa ya sala gani? Ya ishai. Hiyo ni khiari yako ya kwanza. Khiari ya pili, ukitaka utabakia pale kwenye rakaa ya tatu, na baada ya kumaliza fil alamina innaka hamidun majid hautatoa salamu, utaomba dua. Kandi mururimi uumva, utaomba dua. Hii ni kingi msura hii. Utaomba dua mururimi uumva, katika lugha unayosikia, katika lugha unayojua. Unaruhusiwa na dini. Unakana dua zako tu, unaomba mpaka kisi imamu atateremka awapeleke wenzako kwenye sijida, wewe uko kwenye dua zako. Na ule wakati ni mmoja katika nyakati ambazo dua zinapokelewa. Amesema mtume wetu Muhammad salama, min awqati istijabati dua, katika nyakati dua zinapokelewa baada tashahudi al-akhir wa qabla salam, baada ya tahiyatu kubwa na kabla ya kutoa salamu ya kumaliza sala. Pale ukishaomba, pale dua zinapokelewa. Waislamu wengi huwa mnajinyima fadhila. Watu wengi wao wanaombaga ile dua tu ambayo mtume alikuwa anaomba, wanajikinga na vitu vile. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Kuna mtu anaona akimaliza hapa mimi nimemaliza. Hapana, unafise vyinshi ukene mubuzima. Shindilia kwenye lugha unayojua. Kwa hiyo unamgoja imamu mpaka anakuja, unainamisha wenzako, anawainua, anawainamisha, anawainua, na yeye anakaa kwenye tahiyatu. Wewe uko mdua zako mpaka sasa imamu anamaliza salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, na wewe unatoa salamu na wengine. Alafu ukimaliza unasimama unalipa ile ishai peke yako. Kwa hiyo una khiari, utakachotaka wewe kufanya, dini imekupa ruhusa. Lakini mimi nakushauri jitahidi umjue imamu wako anayekusalisha. Kama ni miongoni mwa wale maimamu ambao unaamini kwamba ukitoa salamu kwenye rakaa zako zile tatu utamuwai ile rakaa moja ya ishai, ni vizuri umalize ili uwai ile rakaa upate jamaa mbili. Na kama ni katika wale maimamu unajua ni 5 speed, kukari hapa ni biruka, unaona hapa hata mimi nikipiga mbio mbio au jamaa simuwai hapo rakaa moja, ukimjua ni wa hivyo, tulia, usikosi vyote, ubakie zako kwenye dua ili upate hiyo jamaa moja ya magharibi ndani ya ishai, alafu la ishai utailipa peke yako. Na huyo ndio msimamo kama nilivyosema. Sheikh anasema wa hadha alladhi dhakarna, haya ambayo nimezungumza ndio kaulu raji, kuonesha kwamba maamuma anailipa rakaa tatu za magharibi ndani ya ishai, akianza na imam kwenye rakaa ya tatu yuko na khiyari kama nilivyoeleza. Anasema hiyo ndio kauli iko na nguvu, wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, na ndio msimamo ambao alizungumza kigogo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Mwenyezi Mungu amrehemu. Kwa hiyo haya ndiyo ambayo tulitakiwa jana tumalizie. Ama darasa letu la leo ni fupi sana, ambalo tunagusia tu kama kukosoa lugha ambayo wako wengi hawaelewi, maskini ya Mungu. Hadithi maarufu, mal maqsud bi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Iko hadithi maarufu sana kwa Waislamu na kwa wanafunzi haswatan, ambayo Mtume Muhammad sallallahu alisema sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin. Allah tujalie miongoni mwa hao.
Mtume anasema watu aina 7, watu aina 7 siku ya kiyama Allah atawaweka fi dhillihi, chini ya kivuli chake, kwenye kivuli chake. Yauma la dhilla, hiyo siku patakuwa hakuna kivuli illa dhillihi, isipokuwa kivuli chake. Hii lugha kivuli chake chimana, kuna mtu anaelewa kinyume. Naam, igitutu chimana tu munsi igitutu chimana ari umuntu abitahura nabi. Uvuze ati igitutu chimana ari umuntu bimuza mu mutwe nkuko mengo Imana izobiri nko ngaha, hanyuma izuba riri hejuru yayo, hanyuma igitutu rero kivuye ku Mana ari cyabo bantu indwi bazomusi ico gitutu kandi atarivyo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala imethibiti kwamba yeye yuko juu ya kila kitu, min jamii jihati, yani ngambo zote Mwenyezi Mungu yuko juu ya kila kitu na jua litakuwa chini yake. Kwa hiyo akili yako isiji kwamba ni kivuli cha Mungu, kwamba kinatoka kwa Mungu. Lakini kwa nini kikaitwa kivuli cha Mungu? Kweli babu ati igitutu chiwe, igitutu chimana. Tafsiri sahihi ni kwa sababu siku hiyo kama alivyosema Mtume, yauma la dhilla wa musi, na kindi gitutu kizoba gihari, hakuna kivuli kitakuwa kipo illa dhilli, kile se igitutu chuhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa maana hiyo ikatafsiriwa kwamba ni kivuli cha Mungu, ni gitutu chimana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid, akorichia shas wa huwa bikulli shay'in qadir, kandi ni mushobora vyose. Kwa hiyo siku Allah subhanahu wa ta'ala ataumba kivuli khaswa kwa ajili ya watu 7. Yani hicho Mungu atakiumba khas kubira wabanindwe. Allah tujalie miongoni mwa hao. Allahu akbar. Ndugu zangu Waislamu, ni pazito hiyo siku. Ni siku ambayo itakuwa haina usiku. Ujia musi ogu haru kwa haja, hakuna usiku, ni mchana tu. Alafu sio masaa 24. Alafu sio miaka 1000, ni miaka 1050. Ibihumbi 50 y'imyaka ari ku murango gusa. Izuba ryaka fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, pale kwenye hesabu tu. Baada ya hizo hesabu mkiingia peponi, kule peponi au wenye watakuwa motoni, Mungu atuepushe tusimi miongoni mwa hao. Baada ya hesabu kuisha, baada ya watu kuingia huko, kule maisha ya kule ndio siku moja itakuwa ni sawa na miaka 1000 ya huko. Kwa hiyo Mungu anaweza kukusamea akasema wewe kwa makosa yako nenda tu motoni robo ya siku. Yani 1000 unagawa mara 4 ni miaka mingapi? 250 motoni. Allah tuepushe na moto wa jahannam. Kwa hiyo hicho kitu rero nsiguro ya nicho, lakini kuna umuhimu tutaje tu watu 7 kama kukumbusha abo bani ndwi bazo musigi tuchuhora wo musi. Mtume alitajwa kwanza akasema imamun adilun. Allah tujalie tuwe waadilifu. Allahumma amin. Kwa sababu kila vurugu zinatokea, iwe ndani ya nchi, iwe ndani ya familia, iwe ndani ya shirika, sababu ni dhulma. Sijui kama naeleweka uadilifu ni kitu muhimu sana. Ukiwa mwadilifu kwenye utawala wako, hata uwani kwako ukiwa mwadilifu, Allah anatia baraka mu rugo rwawe. No mu kazi kawe, hata kwenye kazi yako ukiwa mwadilifu, Allah anatia baraka. Na wakija kukupiga vita, wenye kukupiga vita ili hali uko mwadilifu, Allah anakupigania kwa sababu uko mwadilifu. Kuko ni babura. Kuna watu hata utende wema aje watakuchukia tu, si wako barahari. Watu wote wagi namna moja. Kuna watu nao oba mwiza gute, watakulani, watakuchukia. Kwa dalili alipigwa vita mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu alimsifu mtume kuonesha kunako tabia na msimamo na mwenendo hana mfano. Alisema wa innaka la'ala khuluqin adhim, ingeso yawe ni nziza irarenza la'ala. Lakini pamoja na hivyo walimpiga vita.
walimchukia. Ndio mtume. Itakuwa wewe na mimi makabwela kama sisi, atacho tuishoboze. Kwa hiyo uadilifu. Kwa hiyo kila vurugu mara nyingi sababu ni dhulma. Na uadilifu maana yake ni nini? Mtume anasema imamun adil, kiongozi mwadilifu. Nini maana ya uadilifu? Al-adala. Uadilifu ni kukiweka kila kitu nafasi yake inayostahiki, ndio uadilifu. Na kinyume chake ni dhulma. Mfano kofia. Kawaida ya kofia inavaliwa wapi? Kukichwa. Ndio uadilifu. Ukitaka kuifanyia kofia uadilifu unatia kichwani. Uyambise mkuboko unakuwa umeizulumu. Nadhani nimeeleweka. Wale vijana wanavaaga pantalo alafu inakamatia katikati ya maikalio na nini, unakuwa umeidhulumu. Kwa sababu sio nafasi ya pantalo pale. Kwa hiyo al-adala ni kuweka kile kitu nafasi yake. Kiongozi mwadilifu. Kwa hiyo kiongozi anaweza kuwa rais, anaweza kuwa waziri, anaweza kuwa shekhe, anaweza kuwa mkubwa wa kamati msikitini, anaweza kuwa imamu, anaweza kuwa mume katika familia yake, na anaweza kuwa mke ala absence ya mume. Kwa sababu kwenye hadithi Mtume alisema wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha, na mke molewaji ni mchungaji, ni kiongozi kwenye nyumba ya mume wake pindi mume wake hayupo. Anaweza kuwa ni direkteri wa masomo, na hapa ndo kuna mtihani. Wazazi wanapeleka watoto shuleni, kule shuleni kuna headmaster, kuna direkteri na kuna walimu. Alafu direkteri na walimu hawafanyi majukumu yao katika kuwalinda wanafunzi. Siku ya kiyama wataulizwa. Sio ndio viongozi? Siku ya kiyama wataulizwa. Kwa hiyo uadilifu. Wa kwanza atakuwa chini ya kivuli cha Allah, kiongozi mwadilifu. Wa pili Mtume akasema washabun nashaa fi ibadatillah. Allahumma hadi shababana ya rabbal alamin. Mola wetu tunakuomba tuongoze vijana wetu. Mtume akasema shabun, kijana. Kwa sababu kijana, Allahu akbar. Ukiona nchi mfano kama nchi yetu ya Burundi, Allah tulindie nchi yetu. Wanasema kwamba idadi ya raia ni milioni 12 na ziada. 12 na ziada. Sawa na recensement ya 2018. Ukiona nchi kama hii iko na milioni 12 na ziada, alafu zaidi ya milioni 8 ni vijana. Tunataka population active, vijana ambao wanaweza kufanya kazi bado wana nguvu. Hiyo nchi ilifisa kazoza. Kwa sababu nguvu, ujana kwa lugha nyingine, ndio mtaji kwenye nchi. Kuna nchi zingine ukiingia huko kwa watu, wazee ndio wengi. Iko nchi unakutana na idadi kubwa ya watu lakini vizemba ndio wengi. Nchi za Ulaya nyingi ni nyingi. Unakutana wazee ndio juu ya nini? Ule ujinga wao unajifanya ngo wanazao wadogo. Wanazao wadogo. Tuzae tu wadogo. Sisi tunamfuata Mtume. Sema tazao wajulu wadudu. Oeni wanawake wenye kujua mapenzi. Alwalud kandi mavyara. Muvyarane, mugwire. Mtume anasema fa inni mukathirun bikumul umami yawmal qiyam. Ili mimi Muhammad siku ya kiyama niweze kujigamba mbele ya wengine mitume, niwe na idadi kubwa. Na ndio maana ni kosa la jinai kijana anayeoa ndoa yake ya kwanza ukaenda kuoa mshangazi mwenye azai, ni dhambi. Kirazira. Ninacho kitubu mabeshera ni nunga imani. Muhammad sallam. Igabara mubeshe. Zamani walikuwa tudanganya anatembea Mtume alimuoa Bi Khadija, Mtume yuko na miaka 25, Bi Khadija na miaka mingapi? Yeye ndo mliona mzee akachukua kizee mke wa kwanza. La yumkin sivyo na gatoi. Mtume alimuoa Bi Khadija, Bi Khadija yuko na miaka 28. Yamuru timia kitatu yonyene. 28. Yeye ndo mnaona mjani akachukua 40. Wewe mbona hujachukua 40? Kwenye mke wako wa kwanza. 28. Mwenye utaka faida akasome kitabu kinaitwa Asiratu Sahiha li Dr. Akram Dhiya al-Umari na dalili zimu. Miaka 28. Kwa hiyo mwende mkakosoe na kule, maana hizo ndo dalili. Na kijana kitakuwa kizemba akimwambia wewe bado kijana, mimi ni mama mzima, hata Mtume alimuoa biadi. Yaani ndo dalili huko. La yoke. Kwa hiyo ni kosa mtoto mwanaume jeune garçon unataka kuoa ndoa yako ya kwanza eti unaenda kuchukua na mama wazima wenyewe hapana.
wa kwanza ule ambaye atazaa. Mtume amesema oweni, tazawwaj, oweni alwadud, wanawake wenye kujua mapenzi ili mpate utulivu. Alwalud, tena wenye kuzaa ili mzaani. Kwa hiyo ukiona nchi ina raia wengi vijana, hiyo iko na kazoza kama gisi ilivyokuwa maswahaba wa mtume wetu Muhammad. Muadhamu sahaba, mtume amekufa, amewaacha maswahaba zake ni zaidi ya 120,020. Waliodiriki hija yake ile moja walikuwa ni 120,020. Mwa hao zaidi ya 80,000 walikuwa vijana. Na ndio maana unaona Uislamu baada ya mtume kufa uliendelea juu vijana wako na umri wa kuishi. Allah atuongoze vijana wetu. Amin ya Rabbi. Sasa vijana ni neema, na Mungu kwa uadilifu wake kajalia na wao wazee wetu walipitia muujana. Lakini sio kila kijana anafikia muuzee. Na ndio maana dini inatizama sana wakati huo wa ujana. Ujana wako umeutumia aje? Kwa hiyo mtume akasema washabu nashaa fi ibadatillah, kijana ambaye alijijenga akadumu kunako ibada zake Allah. Unamkuta kwenye sala yumo, kwenye mawaiza yumo, kwenye kwenda kuzika yuko mbele, pakiwa sehemu wanatia zegi kwenye msikiti hachelewi yumo. Huyo ndio kijana mzuri. Sio wale vijana wengine mara kwafe, mara yuko muziki, mara amevaa suruali imetoboka. Utajuta hiyo siku ya mwisho. Na watatu mtume akasema warajulun qalbuhu muallakun bil masajid, na muislamu ambaye mara nyingi yikundira mu msikiti. Nukuvuga yuko akimaliza shughuli zake, akimaliza kazi zake, mara nyingi ukimtafuta umkosi msikitini. Yaani unajua fulani msikitini. Kuna watu wamejaliwa wako hivyo. Wako watu na usingizi wa mchana, akitaka kupumzika anaenda kulala msikitini. Na msikitini ndugu zangu waislamu, anna almasajida liman lillah, misikiti ni nzuzande, ni ngoro zimana. Twende tuwe wageni wa Mungu, twende tuwe wageni wa nani? Wa Allah. Tupende misikiti. Hadithi sahihi mtume anasema ahabbul biqa' wa fi riwaya ahabbul amakin ila al-ard al-masajid, sehemu Mungu anapenda zaidi kwenye ardhi ni misikiti. Ndio Mungu anapenda sana. Ikibaba jerero wa abghadhuha, sehemu Mungu anachukia sana. Imana ebana yanga kuruti. Mtume anasema al-aswaq, sokoni. Ndio mnafanya kazi lakini Mungu anapachukia. Na sababu inajulikana, sokoni kuna mauchafu ya kila aina. Mwazile soko hasa hizo kwetu hizi. Hizo kwetu la mahala lau milal hirab. Hizo kwetu zimevuka mipaka. Wavaa uchi, wauzisha sigara, waiba kwenye mizani, hasa wale wauza nyama wale. Sawa, watongozanaji mle, uwezi mle wanaenda kuiba wengine, waangaji mle sokoni wamo, wachawi wamo, wengine wafungui duka mpaka wameshafanya bebe ya shirki. Na ndio maana dini katuwekea na dua ya kuingia sokoni. Ukiingia tu sokoni ukasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, bismillah, ukaingia, unapata thawabu 1,000,000 na unafutiwa madhambi 1,000,000. Milioni thawabu na 1,000,000 unafutiwa madhambi. Ndio maana hata kama una cha kununua kasongo, nenda tu uombe hiyo dua upate afuta yako. Tokeza kutoe for profit. Na kwa hiyo mtu wa tatu ni rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, mtu ambaye mara nyingi unamkuta msikitini. Allah tujalie tu miongoni mwa hao. Naam. Wanne, warajulani tahaba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Kuna watu wamejaliwa wako, wallahi wapo. Allah tujalie na sisi tu miongoni mwa hao. Na abantu babili, hiyo ndio mtu aini, watu wawili Waislamu, ima vijana wawili, ima wanawake wawili. Sio mwanamke na mwanaume kaka, wanawake wawili au wanaume wawili. Sawa? Tahaba, bakundanye, jamaa na jamaa yake mmependana fillah, kwa ajili ya Mungu. Haukumpenda mwenzako jua kupaga hela,
jora kupanga misio za kazi madili asio kweli ico umukunda kugimana umugabo je ndamukunda kubera senga kubera yisha bugufi kubera kurikiza amategeko imana ilo tu na yaka kupenda juu ya hivyo ikawa mnakumbushana twende kwenye darasa twende kusali mwenzako akininiba lani shaitani acha hivyo ijo imana nibikunda ijtama alai mkapendana kwa jini ya Allah watafarraqa alai na ikafikia kuachana kwa ajili ya Allah. Nini maana yatafarraqa alai? Mkaachana kwa kifo cha mmoja wenu, sio kuachana kwa makosa maana mnakuwa mnaingiza akili zenu sema kwa makosa. Hakuna kwa makosa, kifo nikuvuka mgakunda na guki mkapendana mpaka mmoja ikafikia wakati wake alafu mwingine anabakia analia, rafiki yangu nimepoteza mtu wa maana. Siku ya kiyama Allah anaweka wote chini ya kivuli, mnakumbushana. Allah tujalie tupendane kwa ajili yao. Lakini leo dunia leo ni dunia ya maslahi. Wallahi watu wengi leo wanapendana kwa ajili ya maslahi, isipokuwa wachache wanaojitambua. Na tano, hii kali sasa hii. Ya tano hii labda Mungu akujalie Umar. Mtume akasema warajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamali. Faqala inni khafu Allah. Hii wewe huwezi. Ya Hussein nakujua kijana wangu. Hii hapa huyu mtihani akikupa nao Mungu unafeli. Na muombe Allah akuepushe. Warajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamali. Mtume akasema mtu wa tano ni mtu ameneza sharti hizo mbili. Sharti mbili. Mwanamume, mkiswahili chenu cha barabarani rijali, yani mwanamume ambaye mzima wa mwili, mzima wa nguvu za uume, mwenye shahawa, mwenye kutamani, alafu akaitwa na nani? Na mwanamke. Mwanamke gani? Ana sifa mbili. Ya kwanza dhatu mansibin, kwanza ni mwanamke ambaye ni kiongozi, labda amekuita ni mwanamke pengine ni mfalme, umami kazi, au ni rais wa nchi kwenye nchi fulani, njoo, au ni mke wa waziri. Almuhimu kiongozi mkuu, sifa ya kwanza. Sifa ya pili wa jamali, alafu mzuri wa maumbile. Akachagua magarati, ndagukunda ingo leo tubikore. Kwanza unatazama cheo chake, unaona huyu nikikataa atanifunga, atanifanyia kibaya. Alafu mzuri ambaye haujaro wengine kama yeye, unasema bwana hapa sasa huyu ni urulaini au ni binadamu kama wengine? Ukivuka huyo mtihani ukakataa ukamwambia inni akhafu Allah, sishobora gukora ibyo bintu, sishobora gusamba, jenda tinya, uhora siku ya kiyama utakuwa chini ya kivuli. Huyo anaweza kweli? Soboto. Bali atakwambia acha nitatubu. Na wengine baba ndio bahati. Kabla hapa anapata na kazi hapo. Na hili lilimtokea Yusuf alayhi salatu wasalam. Nadhani nakumbuka kisa cha Yusuf. Zulaikha alikuwa ni Zulaikha kweli, mzuri hana mfano. Alafu cheo, mke wa kiongozi, anamwambia Yusuf nakutaka njoo hapo. Lakini Yusuf alimwambia nini? Maadha Allah, siwezi. Allah niepushe na hali kama hii. Msaada wa Mungu unahitajika hapo. Ndio maana nawahusia vijana mkitembea tazameni chini. Isipokuwa wanaotembeza gari, juu msikafanya ajali. Lakini kwa wengine tembeeni mnatazama chini. Ukivuka tu hiyo mtihani, ukajibu inni akhafu Allah bila kutazama cheo chake na uzuri wake, ukakataa, na utakuwa chini ya kivuli chake Allah hiyo siku. Mtu wa sita, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Mtu ambaye ana tabia akitoa sadaka, iwe msikitini, iwe barabarani amempa maskini, iwe ni kwenye kijiji anachoishi anasaidia wengine, anajitahidi pasiwi mtu hata mmoja, hata mke wake asijui katoa ngapi, asijui kampa nani. Yani inakuwa ni siri yake kati yake na nani peke yake.
Naam, hata ikiwa barabarani labda yuko na mke, yuko na watoto, maskini ameomba, anajisopa kumpa, anaificha hata hao wasioni. Na hata wakimuuliza umempa ngapi, hayawahusu. Lakini ya leo sio hivyo wengi. Mtu akiwa kule nyuma fi sabilillah, kama ni 5,000 au 10,000 huwa anaitupa hivi, mshake muione. Lakini ikiwa ni 100 hii ndo anaikunja vizuri, na pakiwa hela nyingi anaingiza mzingine. Na kuna wakati anabundia hapo, hadithi tulipokea kogera ni baba nyichora taanzi kwenda ni jana. Lakini tujitahidi sana tuwe wasiri katika kutoa. Kwa nini ndugu zangu Waislamu? Kwa sababu wametuhusia wanachoona, wanasema kama gisi madhambi unayofanya hadharani yanaangamiza, na ndio gisi ibada unazozifanya umejificha zinakuokoa. Jitahidi uwe miongoni mwa watu wanatoa sadaka ambayo hakuna binadamu anaijua isipokuwa wewe mwenyewe. Japo hiyo ni sadaka hii moja, jalia maisha yako awe anaijua hiyo sadaka wewe peke yako, hakuna mwingine. Na siku ukifa basi inawezekana. Wako watu mimi nawajua, wako watu Mungu amewajalia swala kama hilo. Unamkutana mtu anamlipa mwalimu wa Qur'an. Mwalimu wa Qur'an anasomesha labda madrasa fulani, yeye ndo anamlipa sabuni yake. Alafu mwalimu wa Qur'ani hajui ile sabuni natokaga wapi. Anaona tu imamu anamletea chuku. Wakati mwingine anafikia kwamba labda zinatoka msikitini. Kumbe kuna mkarimu fulani huwa alijikubalisha, anatoa na anasema na sitaki wanijue. Wako watu wako. Na siku wanakufa basi mwalimu anaanza kusumbuka. Mbona mshahara wangu hauji? Na kwa ni bora zaidi. Na mtu wa mwisho, warajulun dhakara Allah khalian fafadat aina, ay min khashyati Allah. Mtu ambaye aliingia ndani chumbani au alienda sehemu ya peke yake, akakaa akamkumbuka Allah, akakumbuka uwezo wake Allah, akakumbuka gisi Allah ametupenda, ametupa afya bila kumuomba, anatupa riziki bila kumuomba, ametupa watoto. Allah angetaka angetuumba tungekuwa labda pengine minyama, lakini katuumba binadamu. Akakumbuka neema nyingi za Allah ametuneemesha, kisha akakumbuka mapungufu ambayo tunayo kwa Allah. Kwa nini hatumwabudu ipasavyo? Kwa nini tunamkosea? Kwa nini mpaka nafsi yake kaingia oga, akatokwa na machozi, akalia, hakuna mtu mmoja anamuona, kwa kumuogopa nani? Allah. Huyo na yeye siku ya kiyama atakuwa chini ya hicho kivuli. Kwenye hadithi nyingine Mtume anasema la yalijun nara man baka min khashyati Allah. La yalijun nara man baka min khashyati Allah. Hatoingia motoni yule ambaye atalia kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Allah tujalie pepo, ndio mafikio yetu. Allahumma amin. Hadithi yetu imeisha. Kwa hiyo hawa ndio watu 7 watakaokuwa hiyo siku, watakuwa kwenye kivuli chake Allah hiyo siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa hicho kivuli chake Mwenyezi Mungu. Kwa leo tumemaliza, muda wa azana umeenea. Kwa hiyo tutoe azana alafu tupeane nafasi. Nani anaanza kuuliza? Wamefanya Naam. Anapokuwa anavuja. Asante sana. Naam. Ameuliza, anasema kuhusu kina mama wanaotaka kutumia uzazi wa majira kwa kutufatanisha watoto. Kuna wakati anatumia zile shindano wanavyosema, alafu kuna mwenye baadaye zinamletea matatizo. Anajikuta akiingia msiku zake inakuwa ni idadi kubwa ya siku, alafu na anavuja sana damu. Ipi hukumu ya sala zao? Nadhani ndio hivyo. Naam, kabla hatujajibu hili swali, kwanza tuelewe inajuzu kwa mwanamama na mumeo kuzaa kwa majira bila kufatanisha mbio kutavyari na hekana ngo tuvo mkirundi. Dini inaruhusu wao waziwie uzazi. Majibu sahihi baada ya ikhtilafu ya wanachooni, majibu sahihi kwamba inajuzu. Inajuzu mke na mume wakakubaliana kuzaa kwa mpango. Inajuzu.
na hiyo ilitokea tazama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mungu amridhie, anasema kunna na'zil wal Qur'anu yanzil law kana haraman la haramahu Allah. Ibn Mas'ud anasema kunna na'zil, anasema wao maswahaba za mazao walikuwa baadhi zao wakitenda tendo la ndoa na wake zao kwa kuhofia kufatanisha, labda mtoto bado ni mchanga hataki kufatanisha mbio. Ilikuwa ikifikia wakati ule wa yeye mwanamume kutaka kutoa maji ya uzazi, akiyasikia yanataka kutoka, alikuwa anamwaga pembeni, hamwagi sehemu husika. Nadhani lugha inaeleweka. Alikuwa anamwaga pembeni. Anasema tulikuwa tunafanya hivyo wal Qur'anu yanzil. Hicho kitendo kwa tunakifanya japokuwa ni manyumba yetu na wake zetu. Mtume haoni maana ni binadamu, au wakati mwingine hajui, lakini Qur'ani ilikuwa inamshikia mtume. Kwa lugha nyingine Mungu anafanya nini? Anaona. Sasa anasema Ibn Mas'ud, lau kana haraman, kama hicho kitendo kilikuwa ni haram na Qur'ani inashuka, la haramahu Allah, Allah angeteremsha aya ya kufanya nini? Ya kukataza. Lakini maadamu ya kuteremka, maana yake inajuzu. Kwa hiyo kuespase imjaro uzazi inajuzu kidini. Lakini mnapotaka kutengeleza hilo, nendeni kwa daktari, nendeni kwa mganga husika, kama ni gynecologue ambaye ndo wa masuala ya mwanamama, ampime mwanamama, alafu yeye ndo atawaelekeza njia gani mtumie. Maana ziko njia nyingi. Sawa jamani? Yeye ndo atawaelekeza, ile atakayoelekeza ndo mkatumie. Ama nyinyi kukurupuka kusema tutumie shindano, tutumie vinini, tutumie kauzi, tutumie sijui nini, la yajuzu. Kwa sababu Mungu amesema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wajuzi wa hiyo fani. Kwa hiyo muende kwa daktari. Sasa leo tuchukulie hilo, amesema mmeenda kwa daktari, amewaelekeza tumieni shindano kama alivyouliza. Lakini baada ya mwanamama kutumia shindano yametokea hayo ya kuvuja, anauliza ipi hukumu ya sala yake? Naam, majibu ni haya yafuatayo. Damu inayotoka sehemu za siri za mwanamama haitoki nje ya aina tatu ya damu. Damu ziko aina hizo. Ubwoko bungani? Butatu bw'amaraso ava mu gitsina gore. Aina ya kwanza ni damu ambayo mnaita period au règle en français, ambayo mwanamama anaingia ni mara moja kila baada ya siku 28 kama yuko regulier, na kama yuko regulier kuna wakati inazidi. Hiyo wanaijua kina mama, lakini dini imetufunza, kwa sababu dini haikuacha kitu. Ni damu inakuwa kidogo, inataka kuelekea kwenye weusi ilivyo. Inakuwa ni damu inataka kuelekea kwenye weusi, alafu mara nyingi inakuwa na harufu mbaya. Wao wanaijua zaidi yetu, wakiona najua ni damu ya regle. Kuna damu ya aina ya pili, ni damu ambayo inaitwa an-nifas. Ni damu ambayo inatoka sehemu za siri za mwanamama baada ya kujifungua. Akishazaa anakuwa anavuja. Inategemea na siku ambazo anavuja. Anaweza kuvuja siku 4, kuna mwingine 5, kuna mwingine 7, kuna mwingine anaweza kwenda hata 10. Wakati tunakuwa zamani walikuwa wanasema wazazi wetu kwamba hajatoka 40. Na maskini ya Mungu walikuwa wakati mwingine anaikaa mpaka siku 40 bila kusali na ishaga pona. Juu walikuwa hawajui. Kwa hiyo ile damu ikikauka tu anakoga na anaanza kusali, kwa sababu kinachomziwa ni hiyo damu ya nifasi. Alafu kuna damu ya tatu inaitwa al-istihadha. Mkirundi chiza bavuga ati kuvirirana. Kuvirirana ni kuvuga ni damu inatoka sehemu za siri kutokana na ubovu fulani mwanamama anaweza kuwa nao. Kuna mwanamke akifanya hata kazi tu za nguvu anafika anavuja. Kuna mwanamume mume wake akimpiga hata teke kiunoni anavuja. Tofauti ya hii damu ya istihadha ambayo kina mama wanataka kuvuja na ile ya hedhi, hii ya istihadha inakuwa ni nyekunda, rouge, alafu inakuwa ni majimaji. Ile ya hedhi inakuwa ni nzito, na wakati mwingine inataka kuwa kama madonge madonge, na uzito wake unaenda kama unataka kuelekea kuwa nyeusi.
na inakuwa na harufu. Imeeleweka eh? Damu aina mbili, hii ya hedhi ambayo ni nyeusi nzito ya harufu na ile ya nifasi baada ya kuzaa, hizi mbili ndio zinamzuia kusali na ndio zinamzuia kufunga, hizi mbili. Ama hii twavuze kuvirirana, hii istihadha ile nyekundu, ile haimziwi sala, inamziwia tu tendo la ndoa kwa mume wake, lakini akitoka ile anasali. Na ndio maana kuna kina mama unasikia anasema mimi niliingia siku zangu siku 4 5 alhamdulillah nikapona, na baada ya kupona nikakoga, na baada ya kukoga nikaanza kusali, baada ya siku 3 tena kuna watu wanasemaga hivyo. Unapaswa umfunze mwambie tizama hiyo imetoka inafanana na ile. Mara nyingi hiyo inatoka turi ya pili inakuwa ni istihadha, inakuwa ni ile nyekunda ambayo ni nyepesi. Hiyo haimziwi sala wala haimziwi saum, lakini itamziwia nini? Tendo la ndoa. Wallahu a'lam. Wengine ulizo malizeni afu tunaenda ufuko na mnyang'anya au jamaa kimaliza. Naam. Ndio vizuri. La yaakulu ta'amaka illa taqi. Lakini mtume hajasema uwanyime wengine, ndio ulize swali ulielewe. Naam. Naam. Hawa kana warafiki hata sio Waislamu. Ndio sheria ya dini. Wanakila chakula. Kwa sababu mtume hajakukataza wasili. Mtume atasema asili isipokuwa hajasema hivyo. Yaani alikusudia mtume kuonyesha kwamba vizuri zaidi, bora zaidi chakula chako kile mcha Mungu. Kwa nini? Atakuombea dua. Ambaye sio mcha Mungu mara nyingi umuhaye akaja agahaga nimba yararezwe azobwira turakoze, ndo sana urakoze. Lakini mcha Mungu hata kama akukuombea unasikia uko penye atakuwa pembeni, imani muhe, imani muongereze, imani hivi na hivi, faida unaipata wewe. Na muwasaidie pindi mmewapa kazi ngumu. Naam. Asante sana. Na mtumikisha mfanyakazi ambaye si Muislamu. Tunao hata katika maua yetu. Naam, wapo. Nimvishe vazi gani? Watoto wako kama unao, huwa unawavisha vazi gani? Kuna wakati unawanunulia watoto ebo. Sinatokea kama viatu. Usimsahau na yeye. Kuna wakati watoto unawanunulia kanzu, lakini sio kila siku, maana usipigi chenga. Kuna wakati unawanunulia matriko, kuna wakati unawanunulia suruali, na yeye mnunulie. Lile ambalo ni la dini hautampa kwa sababu yeye sio Muislamu, utampa kanzu. Lakini wakati nafikia umenunua shati, na yeye mnunulie shati. Kaka, niwaibieni siri moja ambayo kama mtaitekeleza mtanufaika kwenye maisha yenu haya ya duniani ambayo tunaishi ya fitna. Mfanyakazi wako wa jikoni, jitahidi sana umfanye kuwa rafiki yako. Umukozi umjikoni wao, mfanye rafiki yako. Ndugu zangu Waislamu, wale wafanyakazi wetu wa jikoni, muda mwingi unatuandalia chakula hatupo. Ana uwezo, Allah waongoze, akiamua anaweza, hapana kusema kuwekea sumu. Juu sumu mkifa atakamata, arashobora gushira mu mwanda mukuru canke mutoyi. Alafu yeye anamwambia mimi leo sili, sina apeti. Mtajua nyinyi? Mtajua? Si mtakula uchafu. Na vinatokeaga. Haya nazungumza mimi nilishaona ma YouTube. Sijui kama mlishaona Tanzania alitokea. Wamemkamata kabisa mfanyakazi. Tena baba wa nyumba ndio kama unamshaona. Anambia hivi usikia hata haya. Na ushafanya mara ngapi? Anasema tena mara nyingi tu. Viko ma YouTube. Mgeuze kuwa rafiki yako. Wallahi, akiwa rafiki yako hata wakimpa sumu hatoweka, hatakubali. Lakini mkijifanya mwe kila mkichinja kuku kaka, yeye mnampa ugali wa mahindi na maharagi. Akija mtu kumpa kidogo tu, labda unamlipaga franga 50,000, akaja mtu akampiga milioni nzima, anampa tu kale kanini kapanya kale gendushire mu, kama imihimbilile kadayereki, mtakuishi. Ndio maana dini katufunza hivyo.
ikhwanukum khawalukum, wafanyakazi zenu ni ndugu zenu. Allah ameweka tu chini yenu tu wasimamie kazi zenu, wafanyeni kuwa rafiki. Pale ambapo wakikuona unaona bosi aje. Na ndio maana utaona wanaume wenye kujitambua mara nyingi wafanya kazi zao wa uwani wanawasifiaga na kuwapenda wabosi zao wa kiume kuliko wa mabuja. Ni nyumba ndogo ukutane mfanyakazi anamsifu mama wa nyumba, kwa sababu mara nyingi wanamume hatuna problem, lakini mama wa nyumba anataka akivunja kikombe amkate mshahara, akipoteza kijiko amkate mshahara, akipika leo akaunguza ulikuwa umezuba amfokee. Ndio maana wageuzeni kuwa marafiki zenu. Babu zetu mwa hii nchi, babu zetu waliingia muislamu juu ya tabia njema walikuwa nayo waislamu wa miaka hiyo. Sisi waislamu wa leo wengi tumekuwa sababu ya kuwazuia ndugu zetu ambao hawajajaliwa kupata uislamu, wanashindwa kuingia muislamu kwa sababu ya tabia mbovu ambazo ziko na baadhi ya waislamu. Ndio maana tujitahidi tuweze kubadilika. Naam. Allah tulinde na deni, maana deni ni udhalili wallahi. Naam. Kama ile ya kwenu ile naipenda sana. Mimi nilipenda ile system nzuri kabisa. Laiti kama ingekuwa na Saudia ingekuwa ni khairi. Ile system safi kabisa. Allah ilinde ile nchi. Unafanya ujinga wako na nini, wanakupiga jicho mpaka kiyama utaingiaga mbi. Safi. Peleka uchafu wako kwenu. Ile safi kabisa. Uweke wazi wewe mukhalafa. Maana kusema mukhalafa ni Kiarabu, yani umefanya kosa kinyume na sheria la dala 500. Dala 500 waje umeiba. Utayib barabarani. Kwa kusudi, hakuna vya vibaya. Sema wazi, swali lieleweki. Maana huko nyumbani tu tumezoea hivyo. Hata ikiwa ni Arusha unatazama tu hakuna gari nyingine unapita. Sasa unahamisha hizo tabia mbaya kwa wenzako. Taib. Lazima uzilipe. Yani ameukosa. Taib. Nadaiwa. Na ameacha vyake. Naam. Yani ukisema bado ungaliki shinda kwa maana habitoshi. Taib. Hapo tunalijibu kwanza hapo kabla hujaenda. Tia mwakili yako kwamba dini imepanga kwamba kila malipo yoyote ambayo unastahili kuyalipa, iwe kafara, iwe deni, lakini ukashindwa kiuwezo, hauna huyo uwezo wa kutekeleza hilo, Allah anakusamehe. Lakini ukabundia uwezo upo, wewe kabunda sio kusema lakini sina, ila unao, Allah siku ya kiyama atakukomoa. Endelea na la pili. Nadhani limeeleweka hilo. Wewe endelea ni hilo limoja. Naam. Wewe endelea na wengine waulize, maana tutasema muda. Amekufa sasa. Huyo uwezo kulipa alikuwa nao. Ameacha vyake. Nakubali. Sasa ameacha vyake. Wala hamjui. Mungu ndiye anajua itakuaje. Ndio tumemwona majibu hayo. Maadama hakuwaambia warithi wake ambao mngemlipia, hamjui, lakini kafu. Lakini Mungu anafanya nini? Mungu anajua hiyo kesi ataikataje. Naam, yeye na huyo mwenye kudaiwa na hiyo nchi. Mungu si atasimamia. Ndio anajua. Hilo limekwisha. Kuna lingine tena? Aya uliza. Uislamu una mambo. Uliza swali, ukihadisia unachukua muda. Taib. Uwanja wa ndege. Yani za kule Maka.
Hapo ilikuwa ni aeroport gani? Jida. Kwa hiyo mkaona hii magharibi tusiharaki, tucheleweshe la ishai, tutaisukuma. Yani la ishai imekuisha. Pale pale wapi? Jida. Saa 7 sasa. Kwa hiyo unataka ile laki. Mungu ni baba yako. La yumkini ya. Sikiliza nikwambie, sikiliza. Nimeshakuelewa sana. Mungu sio baba yako ndugu yangu. Inna salata kanat alal mu'minina. Hakika sala kwa Waislamu ni kwa nyakati. Tafsiri sahihi wanachoona walisema kama sala la ishai. Sala la ishai inaanza min maghibi shafaq al-ahmar ila nisfi al-layli. La ishai inaanza kuanzia pale vile vikungugu vya wekunda baada ya jua limezama magharibi. Sipana kwaga bitukura haji. Bila bikitoka umeingia la ishai. Ila nisfi layl, mpaka katikati ya usiku. Katikati ya usiku ni saa ngapi? 0 saa 6. Wewe umefika saa 7. Maana ni siku nyingine. Umeshauliza. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria, baki ile magharibi ambayo ulikuwa unaruhusiwa kuichanga na la ishai, hata ile ishai umeshaitoa kwenye wakati wake. Ndio maana huyo ujira huwezi kupata. Na ndio maana usia mimi nakuhusia, chunga sana muda wa sala. Na ndio tulizungumza jana hapa kwenye darasa kusema kuna nyakati ambazo ni pana na chunga sana huyo muda. Bali mngekuwa wajanja, mngesalia Jida. Maana na imani mlifika Jida sio saa 7. Mngesalia pale uwanja wa ndege wa Jida ili kulinda ule muda. Alafu Mungu atawalipa kwa nia zenu. Lakini kuchelewesha kwa maksud, na mnaona uzito wenye umeti hoja tu, la. Kwa sababu mkimaliza umra hamfiki mnarudi hapo hapo, mtalala, si ndio hivyo? Bado mna fursa, kuna sala zingine mtasali pale. Hiyo laki mngeipata, lakini mlicheza na nafasi na Mungu sio baba yenu. Naam. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nina maswali mawili. Moja kwanza narudi katika darasa uliloanza kuhusu swala uliposema kwa mfano ule mfano uliotoa kwamba mtu akisali sala ya magharibi amefanikiwa kukuta wanakimu swala ya Isha, alafu yeye sasa akataka profitie jamaa. Swali langu linakuja hapa, huyu mtu labda amechelewesha magharibi kwa maksudi. Je, akikaa akisali ile magharibi alafu akakaa akatulia akasoma ile dua kama ulivyosema, au akataka akakaa hata kimya asubiri watoe salamu, no. Huyu mtu ambaye ameacha nani kwa kusudi maksudi, je atapata jamaa wakati magharibi amechelewesha maksudi? Kwanza, je hata kama atasimama atamuwai imamu la Isha? Swali lingine linakuja hapa kadogo hapo. Kama nimekufuatilia vizuri, naam, umesisitiza kwamba afanye haraka awahi raka ya mwisho ya imamu kama anaona ataiwahi. Sasa swali langu lingine liko hapo. Ina maana ili uwahi jamaa ni raka au ni salamu? Hiyo ni swali la kwanza. Swali moja hilo lote linalo. Lega tugerage detukishwe. Mzee mjanja anauza maswali mawili hapo, swali la kwanza. Acha tujibu la kwanza. Ndugu zangu Waislamu, haijuzu, ameuliza swali lizuri sana. Haijuzu kuchelewesha sala ya jamaa kwa maksudi. Kama alivyouliza, magharibi imeenea, uko zako nyumbani au uko kwenye mipira unatizama, kisha wanasema nitailipa mla ishai kugira ndongi jamaa, unapata madhambi. La yajuzu, la yajuzu. Ibi vyose tulikuwa turavuga ni kwa yule mtu ambaye sala itampita kwa dharura. Hivyo bieleweki, sio kwa maksudi eti tubakie tumeenea jamaa tutaenda kusali jamaa yetu ya pili. Hakuna vya hivyo. Lakini imewapita kwa dharura, bahati mbaya, hapo ndio utaenda kuilipa kwenye sala. Ama ikiwa ni kwa kusudi kama nilivyouliza, kwanza unapata madhambi mengi. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, msangirangeni wa imani, anasema hivi, man taraka salatan takassub amdan, atakayeacha kusali sala ya faradhi kwa maksudi,
anasema la yaqdhiha wala usallaha. Kwenye riwaya moja anasema la yaqdhiha wala usallaha 10 marat, hato ilipa hata kisali hiyo sala mara 10 na isubiza mkibanda chai, japokuwa mujibu wa sheria ni kwamba ni lazima uisali, lakini kwa sababu hautailipa sija. Riwaya pili anasema la yaqdhiha wala usallaha 1000 marat, hautailipa hata ukisali hiyo sala mara 1000. Yote hiyo kuonesha kwamba ni kosa kubwa sana kuchelewesha sala au kuacha kusali sala kwa muda wake kwa maksudi. Kwa hiyo ikitokea bahati mbaya sawa, bahati mbaya au ni vya kuvuyeko, hapo ndio hii sheria kama tulivyozungumza inajuzu. La pili umesema kuhusu kuwahi jamaa. Kuwahi jamaa. Naam, unaiwahi kwa kuwahi salamu au kwa kuwahi rakaa? Ndio swali muuliza. Tulilijibu jana. Tulisema kwamba sheria inasema hivi ni hadithi. Mtume anasema la tudrakul jamaa, hautahesabiwa kama umepata jamaa ila biidraki raka, mpaka kwa uchache upate rakaa hii japo hii moja. Na dalili tunatoaga kwenye sala ya Ijumaa. Sala ya Ijumaa iko na rakaa ngapi? 2. Ukichelewa moja, sasa utalipa, unalipa rakaa ngapi? 1. Lakini ukichelewa kumkuta imamu yuko kwenye tahiyatu kubwa, maana yake umechelewa rakaa zote. Sasa kulipa unalipa ngapi? Dhuhuri. Sasa imekupita. Kwa hiyo pale kama ulichelewa kwenye 2 ukachelewa moja, unalipa 1, maana yake ulipata jamaa. Kwa hiyo jamaa inapatikana sio kwa ile ni kwa ile rakaa. Ndio maana watu wajitahidi wapate jamaa. Lakini anayemdiriki imamu ile Allahu Akbar ya kufunga sala ni bora kuliko huyo mwenye anapata hiyo rakaa 1 au 2. Kwa ile takbiratul ihram ni bora. Kwenye hadithi Mtume anasema takbiratul ihram khairu minad dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na viliomo. Maana yake inakuwa ni vizuri sala imamu ni afunge sala na wewe uko mnini msafu. Na acha amalize, aliomba lingine sawa na umri wake. Ninauliza kuhusu hili neno ambalo tunalitumia radhiyallahu anhu. Naam, Mwenyezi Mungu amrizie. Hiyo nyingi, kwa mfano kama tumeshasomewa au tumeshajifunza au kuongea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unajua sababu kwanza ulizozipata ni ngapi na dalili imeandikwa, yani tunavyolazimishwa kumsalia. Je, swali langu sasa linakuja, maswahaba kuna aya au hadithi au dalili ambayo inatulazimisha wakiongelewa majina yao radhiyallahu anhu? Na kama ipo, je wao tunapata sababu gani? Kwa kuwa sawa. Naam, kwanza hilo neno Allah amridhie, hilo ni wanachuoni walisema ni hasa kwa maswahaba. Na dalili kwa wapi? Ndio aliomba aya nyingi ndani ya Qur'an. Aya nyingi kwenye sura nyingi ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu ametaja hivyo radhiyallahu anhum wa radu an. Sio mimi na wewe, je na wewe ni tulimu. Allah alikusudia wale kwamba wale maswahaba walimridhia Mungu na Mungu akawaridhia. Nibo. Sasa hatutampinga Mungu. Mungu alishawaridhia. Hatuna ugomvi nao. Na sisi Mungu akaja akatusifu akasema walladhina ja'u min ba'dihim, na babandi baje munyuma yabo. Nukuvuga munyuma yabo sangira ngeni yaqulun, katika dua zao wanasema rabbana ighfir lana walilladhina sabaquna bil iman, Mungu tusamee sisi na wale walitutangulia kuna kwa Uislamu abadu tangulia ni bani awonyeni. Alafu tunasema wala tajalna fi qulubina ghilla lilladhina amanu, tena utuepushe kwenye nafsi zetu tusiwe na ghil, tusiwe na nyongo n'umutima mubi kwa wale. Nasikia ni dua tunaomba, kwa maana si Mungu ashawaridhia, tusione wivu mpaka tukapitiliza tukasema hiyo ndio alikuwa katutoke hebu. Ndio maana akitajwa vile Mungu alimridhia, sitaki kesi na Mungu radhiyallahu anhu, sasa ridhia na Mungu. Naam, lakini la sio amri kwamba eti ni lazima. Ya bila shaka mtume ni lazima. Ya sio amri kwamba kama sikusema napata dhambi. Nadhani ndio tunataka kusema hicho. Hapana. Kama nikisema napata dhambi, kama sikusema nimepata dhambi. Au kama nimesema, kama hukusema haupati dhambi. Inabakia la pili. Kama nikisema je napata thawabu, inahitaji dalili.
Maana kwenye dini hutapana thawabu kwa neno change kupunda, inahitaji dalili. Sio unafuata vizuri. Hapo inahitaji ni dalili. Mpaka dalili ipatikane. Kama haijapatikana la hauwezi kujuzisha hivyo. Lakini vizuri tuseme, tusiwe kama wale jamaa. Juku na wengine ukitaja wanawalani. Ndivyo za kubazi. Tusiwe kama wale. Maana si hatuna kisina. Naam, limoja. Maana na muda umekwenda. Ili kwanza kwa unasoma. Gisa nimeandika au vingine sivioni. Nimekuelewa. Salatul jamaa lilmusafir laysa biwajib. Kijana muuliza swali lake vizuri. Mtu anaposafiri akaenda safari yake akafika alipofika, lakini ikawa ni karibu ya msikiti. Nia yake na madhumuni yeye ni kusali sala ya safari. Sala ya safari. Kwa hiyo anauliza azana imetoka msikitini. Ingawa yuko karibu ya msikiti. Huyu msafiri afanye aje na nia yake ni kusali sala ya safari. La kwanza uelewe sala ya jamaa kwa msafiri sio wajibu. Ukiwa msafari dini imekuruhusu hata kama ni hoteli, hata kama ni nyumbani kwa mtu umefikia, dini imekuruhusu hata ukisalia hapo. Ni ruhusa. Hilo ni moja. Ukiamua sasa acha nende msikitini maadama azana imetoka, ndio swali lake. Ukenda msikitini ukisalishwa na mwenyeji sala ya jamaa, wewe kwani maamuma muwangine utasali kamili kama mwenyeji. Lakini ukipata chance wewe ndio akakukaribisha ufanye nini? Usalishe, na uko msafiri una haki ya kusali wewe safari. Ukapunguza raka alafu wengine watafanya nini? Watalipa. Lakini usisubutu kupunguza raka uko unafanya nini? Unasalishwa. La yajuzu. Ukisalishwa unasali kama mwenyeji, hauruhusiwi kupunguza. Au mchanganyi mtu hata umoja. Na hayo tunayafanya sana. Na hayo mashehe wanayafanya sana misikiti yetu. Na kuna wakati ukimwambia kama ni msikiti watu wa Ozoei, anamwambia mimi ni msafiri. Watu tunabisema hata tukienda kwa milimani. Sheikh Fadhal, anamwambia nashukuru lakini mimi ni msafiri. Sitaki kuwasumbua Waislamu. Ili na mimi ni sali kamili. Maana kuna wengine kuna wakati ukifanya hivyo unasikia watu nyuma subhanallah. Sasa unatoa salamu. Watu hawajui kama ni msafiri na wengine hawajapokea. Ndio maana unatazama ahwali za watu. Naam ya Umar. Sala magharibi. Naam. 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 Ulipata ujira wa jamaa ipi? Kwa sababu magharibi ya kudiriki jambo na ile ishauri ikosa. Ile ishauri lakini umekuja magharibi. Sasa unapata ujira wa jamaa ipi? Allahu akbar, Allahu akbar. Swali lake umelisikia lakini umechelewa sala ya magharibi kwa dharura kama tulivyojibu kwa mwanzo. Umeamua kuja kuijibu mpe bwana. Kuja kuijibu kwa la ishai, msala la ishai. Kwenye sala la ishai umeenda na imamu mwanzo mpaka rakaa ya 3. Kwenye rakaa ya 3 imamu amepanda ya 4, ukatoa salamu ili umwai ile rakaa moja upate pia na la ishai jamaa. Unapoinuka sasa kupanda unapishana na imamu anatoka kwenye rukuu ya rakaa ya 4. Yaani kwa lugha nyingine na ile la ishai haukupata nini? Jamaa ya la ishai. Lakini magharibi umemaliza. Anauliza sasa swali lake. Madama ulisali magharibi ndani ya la ishai, ni kwamba wewe nia yako ilikuwa ni kulipa magharibi. Imam nia yake ni la ishai. Na sasa ulimfuata kwenye rakaa ya mwisho, ulitaka upate japo rakaa moja ya la ishai ili upate jamaa ya la ishai, umeikosa. Swali lake linakuja, hii jamaa ulioipata wewe humu ni jamaa gani? Wakati imamu anasalisha la ishai, wewe unasali nini? Magharibi. Ni jamaa ya magharibi, ndio majibu. Kwa sababu ulisali muwangine, tena ukimfuata nani? Imam. Na dalili ni ile innamal a'malu binniyat, matendo yanahesabiwa kutokana na nia. Kisha Mtume akasema wa innama likulli imri'in man apo. Mtume akasema na hakika kila mtu ana nia yake. Kwa hiyo usione ajabu yeye la ishai uko na nia ya magharibi. Inawezekana kuna wengine na isali nia yake mimi naipiga hii ni sunna.
hii nasali nyuma ya imamu lakini naipiga ni sunna hii. La ishai yangu ya faradhi vile ni ndefu, mtasali na wengine msikiti mwingine. Inawezekana. Kwa hiyo Mungu analipa kutokana na nia ya nani, ya mtu. Kwa hiyo nia yako wewe ile ya magharibi ndio imekupelekea umepata jamaa maadamu umesali na wengine. La pili hilo ndio hilo. Sala 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 magharibi kabla ya asiri. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisali sala magharibi kabla ya asiri. Alisali magharibi baadaye akasali asiri. Ilikuwaje? Naam. Hilo lingine swali. Hilo lingine swali. Mkitaka faida nyingi ya hili swali ameuliza, maana sipendi ichukue muda wengine wasikose kuuliza. Watu wakasome kisa cha alivyo zisali sala mtume wetu Muhammad sallallahu na maswahaba alivyowasalisha mwaka wa 5 kwenye Ghazwatul Khandaq, vita vya Mahandaki ambavyo vilitokea mwaka wa 5, vilimpelekea mtume na maswahaba sala hizo zikawapita bila kuzisali kwa sababu wameshughulishwa na vita. Wakajikuta sala ya dhuhuri na sala ya alasiri na sala ya magharibi hawakuzisali. Alafu kwenye la ishai ndio vita kama imepoa, inabidi wasali, wakazilipa. Aje mtu akirudia kule atapata faida nyingi. Lakini mtume alivyozilipa na kuwasalisha maswahaba alizilipa kwa taratibu. Na ndio maana kuna baadhi ya mashehe huwa wanajengea hoja kwamba ukichelewa kutosali sala 2 au 3, wakasema ni vizuri uzilipe kwa taratibu, yani usigeuzi. Wao kajengea hiyo hoja, lakini haina nguvu sana, japokuwa mtume alifanya hivyo. Kwa sababu alisema kwamba sharti na sheria za dini kunapo kutekeleza ni tofauti na za kunapo kulipa. Katika kutekeleza ndio inakuja inna salati kanat alal mu'minina kitaban mawquta, tena kwa taratibu katika utekelezaji. Ama katika kulipa la, katika kulipa una haki, ukitaka unageuza, unaanza hii afu utalipa hii kama kisi mnavyofanyaga juu ni kulipa. Ama kunako kutekeleza ni lazima viende kwa taratibu. Wallahu a'lam, na Mungu ndo anajua zaidi. Naam. 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 Ukalitoa. Ukitoa bado unaudhu, lakini saa utalazimika kunini, utakosha. Saa utatawadha. Unifuate vizuri, manake si umetoa. Alafu imefikia sasa baada ya sala na nini umeamua nataka kutoka. Si utavaa tena. Katika kuvaa unakwenda. Isifikie saa ya kutawadha, pengine umetoka na udhu, ukasema acha ni haikubali. Ukishavua tu manake saa ya kutawadha, hata kama ulivaa tena utatawadha, utakosha ule mguu. Kwa sababu ukivua tu yale masuala ya kunini yanakuwa yamekwisha. Sio, nimeeleweka. Lakini usifikirie akili kwamba hivi nimevua nimetengukwa na uzu unakuwa kutenguka. Utatenguka ndio wakati mwingine kwa sababu zile ambazo zinatengua udhu. Naam. Alafu kwa mpo hiyo asome akina mama. Naam, ili apate jamaa. Ukaenda kumgusa. Naam. Yani kaka, wewe tia mwakili kwamba ukiwa maamuma kinyume cha kulipa ile tumesema kama magharibi mlaishai, ukiwa maamuma wewe unapelekeshwa. Ndio maana utaona imamu hataki sahau. Wakati sisi hatukusahau. Sana tuinamisha mara 2. Tunakwenda tu kama gari moshi. Kwa hiyo ukiwa maamuma kama sio sala unalipa ya faradhi, utaenda naye mpaka mwisho. Usikatikizi. Useme tia juu ilikuwa ni baadia nipige 2. Tia nia basi napiga baadia ya 4 ili uende naye sambamba. Naam, uliza hiyo maswali. Mangapi? Astaghfirullah alazim. Unaanza lako. Anza kwanza lao. Naam. Naam. Dana kaisi amepona kabisa.
Na kama swala shaka yajibu sana mashehe. Mwanamama yuko msiku zake, kisha baada ya kuweko msiku zake akajikuta kwamba ametaharika, yani amepona, mkiswahili wanasemaga, lakini amepona kabla ya sala ya magharibi, ndo akakoga akawa msafi. Kwa lugha nyingine atasali magharibi, atasali na isha. Anauliza swali, hizi zilipita, yani la asiri, dhuhuri, mbona majibu yako wazi? Kwani ulikuwa msafi? Kama alikuwa sio msafi hayumo. Kwa sababu kuna kupona na kujitaharisha ni vitu viwili tofauti, na hilo ndio natakiwa kina mama wazingatie sana. Yani kuna kukauka damu na kuna kukoga. Anatakiwa awe makini, alikauka damu wakati gani. Kuna mwingine anakauka damu alafu anajikutana yeye ndo anachelewesha kukoga. Sio, umenielewa vizuri? Yani mfano unaweza kwa likauka damu labda asubuhi, pengine ameamka asubuhi saa 12 akaona kaenda haja ndogo na nini akajutana kwa msafi, inawezekana. Lakini akawa labda hajiamini, kusema labda pengine akaenda saa 4 yuko msafi, akaamua tu mimi sisalia dhuhuri maana sijiamini. Akakaa hivyo, pengine mchana hakwenda, lakini kwenye la asili akaenda yuko msafi, akaamua saa kule 11 acha nikoge. Ndio hilo nasema kabla magharibi. Manake huyo alipona saa ngapi? Aya nimesema mimi. Atakuwa alipona saa ngapi? Alfajiri kule. Kwa maana hiyo huyo na ile dhuhuri na ile la asili alitakiwa akoge mapema ili asisali. Yeye alichelewesha. Kwa hiyo hicho ndo inabidi wawe makini, ajue alipona wakati gani. Na ndio maana wanachuoni wengi wakasema kwamba mwanamke yeyote atakayepona usiku akawa na uhakika amepona usiku, ile sala alfajiri inakuja kwake ni wajibu wa isali. Akipona wakati gani? Usiku. Anatakiwa ule usiku akoge ili alfajiri afanye nini? Aijiri. Maana kuna wengine wanaomba mimi nitakoga mchana, Mungu atakuhesabia. Ulishapigwa konjea kwa siku 4 au 5 inatosha. Genda uoge usenge. Nadhani swali tumelijibu. La pili? Naam. Naam. Mwanamama ambaye yuko muhali ya kike, ni dharura gani itamruhusu kuingia msikitini? Dharura yoyote ambayo inakuruhusu kuingia msikitini kwa lengo la kupita, sio kukaa. Kwa lengo la kupita. Amekuja labda mume wake amemuita ili amkabidhi cha kumkabidhi, aje kutoa ufunguruzo, telefone, changa turu mwana ahitagenda. Anachukua kitu anakwenda, ruksa. Illa abiri sabili, kama alivyosema Allah katika suratul Nisa. Aya inajulikana, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu. Mwenyezi Mungu amesema enyi Waislamu msikurubi misikiti kuja kukaa ili hali mko na janaba. Sawa, muwe wanaume wanawake mkiwa na janaba msisubutu. Sawa? Wala mtakapokuwa mmelewa msisubutu kuja msikitini mko na pombe mpaka akili zenu zimetulia, pombe zimewaisha, mmeelewa mnachokuja kufanya, isipokuwa ila abiri sabili, mwenyewe anapita. Kwa hiyo dharura ya kupita anachukua kitu inajuzu. Ama kuja kusema kuna mawaiza, wengine wanaenda mbali, kuna walima, kuna wakati inafanyikia msikitini, haijuzu. Hakuna dharura juu ya kula wali, la yajuzu. Huko msiku zako kuna walima msikitini, wewe usiingie. Kama vile hata mwanaume huko na janaba zako, kuna walima haumo, ishia nje. Ni nyumba za Allah, lazima pa usafi, la yajuzu. Na mwisho chumbani kuna thawabu nyingi kwa mwanamama zaidi ya barazani, na barazani kuna thawabu nyingi kwa mwanamama zaidi ya uwani. Naposema uwani nakusudia labda balkoni. Kuna nyumba watu wanajenga na baraza ya uwani na kubarabara. Mama akisalia mwele baraza kubwa hii ya kupumzikia, mara nyingi mnatia viti na TV pale, ana thawabu nyingi kuliko kusalia kwa balkoni. Na akisalia chumbani mwake anapolala ana thawabu nyingi kuliko kusalia barazani. Ndio alisema hivyo Mtume wetu Muhammad sallam, wazoezeni wake zenu wao wanasalia nyumbani, alafu na nyinyi kama wanamume mzoee sala za sunna kuwa mnasalia nyumbani. Mtume amesema la tajalu buyutakum kuburan, msijali nyumba zenu kuwa makaburi, ai li adami salati alayhi, salati nafila, kwa kutozisalia kwa sala za sunna.
Mjitahidi sana sala za sunna mnasalia nyumbani. Aya la kwako? Unashaka na hilo? Na sheria haikubali. Kabla hatajauliza, katika sharti ya kupokelewa dua, ala tad'u bil mustahil, katika masharti ya kupokelewa dua usimuombi Mungu kitu ambacho akili yako inasema hiki hakiwezekani. Mfano umekaa, Mungu nijalie mimi niwe mzungu, haikubali. Ingawa Mwenyezi Mungu anajua kila kitu ni muweza, lakini haijuzu kuomba dua kama Mungu nakuomba nigeuke na mimi mwanamke. Haikubali, hiyo dua haipokelewi. Yani usiombi kitu ambacho ni mustahil sawa na akili ya binadamu. Naam, hiyo inawezekana. Mungu nakuomba niwe na ndevu nyingi, inawezekana. Hilo ni lepesi sana. Hilo ni lepesi. Lakini kuna kitu hata ukifikiria hiki aje sasa hivi. Tumari, Mungu nigeuze mwanamke wala kitu kinakuja. Haiji. Haiji. Mungu nijalie na mimi waninunue nikacheze Real Madrid. Wewe. Kama ni baba yangu hapa umeidua. Afunge na sala na saumu za sunna, asali na visimamo vya usiku, atoe na sadaka kwa mayatima na kuwajane, sawa? Alafu Mungu na mimi Real ninunue, itamnunua. Na huyu umri akafanya nini? Yani sheria haikubali. Yani kitu ambacho akida kwamba abadan. Usiombi dua kama hiyo. Omba kile ambacho unaona hapa kinawezekana. Mungu kweli ni muweza jua kila kitu. Hatupingi. Lakini katika sharti ya dua kupokelewa, usiombi mustahili. Na ndio maana Mtume akasema udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Muombeni Mola wenu mkiwa na yakini, sio imani. Yani muyadi majambo mkiwa na uhakika kama atapokea. Sio miaka ya hivi ati kuna uhakika hapa nitaenda. Haendi, utaenda wapi? Wewe bakia hapa, sisi kama wanao tukutii. Allah akitujalia tupate radhi zako na tupate radhi zake. Ndio kubwa tu hili. Allah tupokelee ibada zetu sote. Rabbana atina fid dunya hasana. Wewe ndo unauliza. Basi acha tukubali kwa umri wako. Na alhamdulillah, zamani palikuwa bid'a wanaita dua ya kuingia nyumba. Mzee muuliza swali anapiga kona tu. Zamani hiyo bid'a ilikuwa ni bid'a kwamba dua ya kuingia nyumba. Hivi kuna bid'a nyingine hivi sasa. Dua ya diplome. Bid'a hiyo, yani tena watu wanaandika kabisa dua ya diplome. Hakuna hicho kitu katika dini. Na wali unapikwa na mwalimu asokuwa na haya anaenda Fatiha. Hakuna hivyo vitu katika dini. Diplome ni neema, kumaliza masomo ni neema. Mshukuru Mungu. Hata wewe mwenyewe umepokea au mzazi wake, mshukuru Mungu. Sio vibaya, lakini kuandaa na kupika na kuita mawarada hajapokelewa. Kwa hiyo umeipata nyumba, umeipata gari, umeoa mke kampata mume, dua gani niombe? Fupi sana. Mtume anasema ile neema yako kama ni nyumba unaenda unaishika tu. Nyumba yako umeshaingiza kila kitu, unaigusa ukuta wowote. Uwe na udhu au uwe hauna udhu, maana sio sala. Udhu ni sharti kwenye sala. Unaigusi tu ukuta wote, unasema Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Ewe Mola wangu, ninakuomba khairi ya nyumba hii. Umegusa nimba limodoka uko nyene ndagusavye khairi imeheza gira iyi modoka uikoze wa khaira ma jabaltaha alayhi, na khairi ya kila chochote kinaweza kuwa kibo humu ulichojalia wewe. Wa a'udhu bika min sharriha, na nakuomba unilinde na shari ya hii nyumba. Maana inawezekana muda mrefu umeijenga na katika upaka rangi mlichelewa, pengine alimu bidaibo ninavyoomenya, au labda kuna waangaji walikuwa wanafanya mikutano yao, pengine ujui, lakini Mungu si anaona. Unamuomba wa a'udhu bika min sharriha, na unitenge mbali na shari ya hii nyumba.
wa shari ma jabalta alayhi. Kaka imekwisha. Ili ni lingine. Katika sharti ya dua kupokelewa sio idadi ya wengi. Wala sio idadi ya amina nyingi. Ni idadi ya uchamungu wa wale watakaoitika. Unashobora kuba umwe ukiwa mcha Mungu unaitika au naomba abamarika muri kumwe bavuga amin inaenda. Murashobora kubijana bakaba bose ari abantu bacafuye bagira igavu ibisuma Mungu aone vizuri nao bokoma induru amin baduza n'amaboko haipandi. Inama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Imana yakira ibisengesho by'abantu bicisha bugufi. Takwa ndola muhimu. Ndio maana ukijijua toka kupekea. Tena mimi huwa naomba mara nyingi kama ile ameuliza vizuri zaidi ita mke wako watoto wako alafu wewe ndio imamu. Wewe ndio serugo. Mumnaitikia amin. Mururimi uzi. Unaomba dua yako wanaitika. Bule watoto wako habuna dhambi. Amin inakwenda. Kuliko kumuita mwalimu fulani atakwambia umva leo ni kitoro kiragoye. Ibidora 103 atakupiga mafaktiri afute itakuwa mengine. Kumbe acheni kufanya israfu na ukitaka kupika wali sio vibaya pika wali lakini ushauri wangu walete mayatima wangu kule juu inakuwa ni bora kuliko kwa kina Omari wameshiba watakuja kugusagusa wache wabisigaho. Leta kule wape watoto wajilie au peleka kwa mganga kuna wagonjwa au kuna wajane wanastahiki au kuna watoto wale wa barabarani ambao hawapati kwa wingi wape. Ni bora zaidi kwenda kuwapa watu ambao wali kwao sio dili. Hata ile amini hawataitika vizuri. Allah atusamee kwa yote tunayokosea siku na mchana. Allah atupokelee ibada zetu za siku na mchana. Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Allah atuhurumie kwa huruma wake. Atupokelee ibada zetu za siku na mchana. Awarehemu mauti wa Kiislamu walitangulia kwenye haki. Aweke nuru katika kaburi zao. Waliokuwa na madhambi ya Rabbi tunakuomba uwasamehe. Mola wetu ukiwaadhibu hautofaidika lolote na ukiwasamehe Mola wetu hautaomba chochote. Tunakuomba ya Rabbal Alamin wahurumie kwa huruma wako. Jalia kaburi zao ziwe mabustani katika bustani za peponi. Ya Rabbi tunakuomba tuthibitishe kwenye haki mpaka tutakapoondoka dunia. Tujalia Rabbal Alamin usitufishi isipokuwa umetulizia. Kwa muda wote tuko duniani Mola wetu tunakuomba utusimamie mambo yetu. Utupe riziki itakayotutosha na wanetu. Ututenge mbali na maradhi machafu yasiyokuwa na dawa. Utuhurumie kwa huruma wako. Atakayetaka kutupiga na kutuonea Rabbal Alamin atupiganie. Ya Rabbi atakayetuombea dua na yeye umlipe aliyokuwa mazuri. Tupe mazuri duniani na utupe mazuri kesho akhera na ujalie pepo ya firdausi sote uweze kuwa ndio mafikio yetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.